Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa siku ya leo, ambayo ni tarehe 7 Juni mwaka wa 2026. Leo tunaenda kuiangazia mada isemayo hakuna kilicho kidogo. Ni mada iliyojengeka katika kitabu cha Maombolezo sura ile ya 3:25, ambapo neno la Mungu linasema, Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao, kwa hiyo nafsi imtafutayo. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, uketie mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, ambapo watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako kujifunza ukuu wako. Tukiwa ni wadhambi, tukiwa hatustahili, tukiwa hatufai, bado ulituita sisi kuwa watoto wako. Tusamehe dhambi zetu, tutakase Bwana, tusafishe na ukaongoze hatua zetu tangu sasa. Tunajikabidhi kwako siku ya leo, tukialika uwepo wako uende pamoja nasi sasa na hata milele, ukituongoza kujifunza haya tujifunzayo, na kwamba tuweze kupokea neno lako. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu, amina. Hakuna kilicho kidogo. Wapo wachache ambao wanapenda au wanatumia vizuri fursa za thamani za maombi. Inatupasa kwenda kwa Yesu na kumweleza haja zetu zote. Tunaweza tukamletea mahangaiko ya maisha yetu madogo pamoja na matatizo yetu makubwa. Chochote kiibukacho na kutusumbua au kutusonga, inatupasa kukipeleka kwa Bwana katika maombi. Tunapoteza baraka nyingi za thamani kwa kushindwa kuleta mahitaji na mahangaiko na huzuni zetu kwa Mwokozi. Yeye ni mshauri wa ajabu. Analitazama kanisa lake kwa shauku kuu na kwa moyo uliojawa na huruma mno. Huingia katika kina cha mahitaji yetu, lakini njia zetu daima si njia zake. Huona matokeo ya kila tendo na anatusihi tuamini kwa subira katika hekima yake, si katika mipango idhaniwayo kuwa ya hekima ya ubunifu wetu wenyewe. Usiache kuomba. Ikiwa jibu linachelewa, lisubirie. Weka mipango yako yote miguuni mwa Mkombozi. Ruhusu maombi yako yenye umuhimu wa haraka yapande kwa Mungu. Yakiwa ni kwa ajili ya utukufu wa jina lake, maneno ya kutia faraja yatatamkwa, na iwe kwako kama ulivyoomba. Hatuwezi kamwe kumchosha Yesu kwa maombi ya kina. Hatumtegemei Mungu kama tupaswavyo kuwa. Hebu na tuache kusema kila neno la lawama lisilosemwa. Zungumza juu ya imani na ujasiri unapomgoja Mungu. Ogopa kuwa na mashaka. Hili lisije kuwa tabia yako ambayo itaiharibu imani. Utendaji wa Baba wa mbinguni unaweza kuonekana kuwa giza, wasiri na usioelezeka. Hata hivyo, lazima tumtumainie yeye. Tazama jinsi Yesu alivyo wa thamani kwa nafsi imtumainio yeye. Lakini wengi wanatembea gizani kwa sababu wanazika imani yao katika giza la Shetani. Kamwe tusimruhusu Shetani hata kwa sekunde kufikiri kwamba uwezo wake wa kututesa na kutuudhi ni mkuu kuliko uweza wa Yesu wa kutushikilia na kutuimarisha.
Kila ombi la unyofu linalotolewa linachanganywa na ufanisi wa damu ya Yesu Kristo. Ikiwa jibu limezuiliwa, ni kwa sababu Mungu anatutaka kuonesha ujasiri mtakatifu katika kudai neno la Mungu lililoahidiwa. Yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Kamwe hataiacha nafsi ambayo imesalimishwa kwake kikamilifu. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Juni 7, mada ikisema hakuna kilicho kidogo. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya masomo haya mazuri, hasa kwa siku hii ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza